wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. OSHA, kazi salama yenye afya kwa maendeleo ya taifa. OSHA, wakala wa usalama na afya mahali pa kazi. OSHA, usimamizi madhubuti. OSHA, kazi iendelee. OSHA, usalama na afya mahali pa kazi. Jukumu la OSHA kulinda wafanyakazi dhidi ya vihatarishi eneo la kazi, kusimamia utekelezaji wa sheria ya usalama na afya mahali pa kazi, kuishauri serikali kuhusiana na sera, kanuni na miongozo ya usimamizi wa usalama na afya, kusajili sehemu za kazi. OSHA kufanya ukaguzi wa jumla na ukaguzi maalum. Ziara hii ya Mheshimiwa Waziri ni sehemu ya ziara za ufuatiliaji wa uzingatiaji wa sheria za kazi ikiwemo sheria ya usalama na afya mahala pa kazi. Na leo sisi tuko kwenye kiwanda cha Omega Fish Limited. Ni kiwanda ambacho kinachakata mazao ya samaki, na kinachakata mazao haya kinapeleka nchi za nje. Kwa nini tuko hapa na kwa nini Omega? Ni kwa sababu sasa hivi follow up zetu tunazozifanya tunafanya kisekta, kuangalia namna gani hizi sekta ambazo zina mchango mkubwa kwa serikali zinavyoweza kuzingatia masuala ya usalama na afya ili kuongeza thamani ya bidhaa zao zinazopelekwa nchi za nje. Na unapopeleka bidhaa nchi za nje unaangalia uzingatiaji wa sheria ikiwemo sheria ya usalama na afya mahala pa kazi. Lakini tumeona Mheshimiwa Waziri amepita, amejionea namna gani kiwanda hiki kinazingatia masuala ya usalama na afya, kuanzia upokeaji wa samaki mpaka usafirishaji wa samaki. Mmeona pale wenyewe kwamba kuna eneo lile la cold room. Cold room baridi inashuka mpaka centigrade 20 minus. Yale ni mazingira ya kazi ambapo kuna mtu anatakiwa kae pale, lakini mmeona mtu amevaa thermal jacket na akikaa pale hakai, anaenda tu kuangalia na kutoka, sio kama ni sehemu yake ya kazi. Kwa hiyo hizi taarifa tumekuwa tukizipeleka kwenye taarifa zetu za kila mwezi, za kila kota, za kila nusu mwaka, za kila mwaka. Lakini leo Mheshimiwa Waziri amekuja kuangalia, je, hiki ninacholetewa ni sahihi? Lakini mmemwona ameridhika, amesema OSHA inafanya kazi nzuri sana. Lakini katika kufanya kazi nzuri kwa OSHA kuna encourage more investment, kwamba hawa wawekezaji sasa wanapata fursa ya kuhakikisha kwamba Tanzania ni sehemu salama ya kuwekeza, kwa sababu sheria zipo zinazo add value kwenye zile production ambazo wao wanazifanya. OSHA ipo kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi, na ndio maana sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba wafanyakazi hawapungui, wanakuwa na changamoto gani ambazo zinaweza kutatuliwa kwa wakati, ili badala ya kupungua basi wafanyakazi waongezeke. Tumeona kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika ilani yake ameahidi creation of employment ya milioni 8. Tutazipata wapi kama watakuwa wanapungua? Kwa hiyo sisi kama watendaji, kazi yetu ni kuhakikisha kwamba wawekezaji wanalindwa, changamoto zao zinatatuliwa, ili kuhakikisha kwamba ajira zinazaliwa. Ajira zinazaliwa, mwekezaji huyu alivyo hapa ametengeneza ajira. Sisi tunaangalia pia hizi ajira zina staha. Hawa wafanyakazi wanaofanya kazi hapa usalama wao ukoje? Kwa hiyo vyote tumeona kwamba wafanyakazi wako salama, lakini uwekezaji unaongezeka, lakini ajira pia zinazaliwa. Kwa hiyo sisi tuko hapa kama follow up inspection, lakini tutaendelea kisekta katika maeneo mengine kama mlivyomsikia Mheshimiwa Waziri alivyosema kwamba tuko kanda ya Ziwa, tutaenda kwenye migodi kuangalia uzingatiaji wa sheria, lakini tutakwenda maeneo ya viwandani kuangalia uzingatiaji wa sheria, viwanda vya chuma, viwanda vya simenti, viwanda vyote, ili kuhakikisha kwamba Watanzania na nguvu kazi iliyoko kule inakuwa iko salama. Lakini uwekezaji unakuwa endelevu ili tuweze kutimiza dira yetu ya maendeleo ya 2050, lakini kwa kuzingatia pia usalama na afya. Lakini Mheshimiwa Waziri amesisitiza pia kwamba maeneo ya kazi waendelee kujisajili wale ambao hawajajisajili. Kwa hiyo na mimi niendelee kusisitiza pale ambapo maelekezo yale nimepewa, nimeyapokea, nami nitasimamia kuhakikisha kwamba siku 90 ambazo Mheshimiwa Waziri amezitoa za maeneo ya kazi kusajiliwa, basi wanajisajili kabla hatujaanza operation maalum. OSHA, kazi salama, maisha salama.